Ukiwa mbali sana na mitandao ya kijamii ama vyanzo vya taarifa, ama ukiwa mbali sana na internet, basi unaweza usijue kabisa, na alafu unaweza ukajilaumu kwamba kwa nini umekuwa mbali na vitu hivyo vitatu. Yaani inamaanisha kana kwamba utakuwa umekosa yale makubwa sana ambayo yanaendelea kujiri ulimwenguni, yale mazito sana ambayo yanaendelea kutikisa ulimwengu, hasa vita hivi vya Mashariki ya Kati, vita vya Irani na Marekani. Sasa kwa faida, habari kubwa siku ya leo ni ripoti za Rais wa Marekani Donald Trump na Waziri Mkuu wa Israeli Bwana Benjamin Netanyahu, wakati mtifuano mkali sana ukiendelea huko Mashariki ya Kati, vita baina ya Irani na Marekani na washirika wake kule Mashariki ya Kati, na maanisha mataifa yote ya Kiarabu, ambayo hivi sasa moto unaoendelea kuwaka kule si moto wa kitoto wala si moto mdogo tena. Irani imeamua sasa rasmi kufunga kibwebwe na kunyakua silaha zilizokuwa nazo kwa teknolojia ya kisasa, kuyashambulia mataifa yale washirika wa Marekani, kuishambulia Israel, lakini pia na kujibu mashambulizi ya Marekani ya ardhini na ya angani. Mambo ni mengi sana na taarifa ni nyeti na nzito mno. Nikuombe sana uendelee kuwa na mimi hadi tamati ili uweze kuvuna yale usiyoyafahamu na yale mengi ambayo hujawahi kuyaona katika kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii ama vyanzo vya taarifa. Kabla ya yote nikwambie tu, sasa hivi anga la Irani, anga la Mashariki ya Kati, kumeshuhudiwa na ndege vita angani zikizunguka maeneo yote ya kuzunguka si Ghuba ya Persia na wala si Ghuba ya Uajemi, nikimaanisha Irani. Ndege vita kubwa za kijeshi zimeshuhudiwa angani. Yaani kwa sasa vile vita vilivyokuwa vikizungumzwa katika midomo, vile vita vilivyokuwa vikionekana katika maigizo, yani katika tamthilia, katika movie mbalimbali, sasa ndio vimeenda sasa kuingia kukita kambi na kusimikwa moja kwa moja Mashariki ya Kati, katika ardhi ya Uajemi, lakini pia na huku Ghuba ya Persia. Kama ulikuwa ukifahamu hapo awali kidogo, tulikuletea taarifa inayoelezea namna ambavyo ndege ya F-15E ilivyokuwa imesambaratishwa na Irani na vikosi vya walinzi mapinduzi ya Kiislamu IRGC. Lakini pia tukakwambia kwamba Irani imejinasibu kufuatilia wale marubani wake wa ndege ile pale na kuweza kuwakamata. Sasa kabla zile harakati za kumkamata piloti wa Marekani, kuna ndege kadhaa zilionekana katika anga la Irani likizunguka, zingine zikimwaga moto katika milima ya Irani, katika vijiji mbalimbali kule nchini Irani, ambapo ndiyo sehemu husika ndege hile ilipokuwa imeanguka chini. Sasa kufuatia hili, kumbe jeshi la Marekani na vikosi vyake maalum vinavyoitwa kama vile Rescue US Special Force, katika rescue operation walikuwa wakiwatafuta askari wao waliokuwa wamepotea na kuangamia katika ule mlima mkubwa kabisa, milima ya Irani. Sasa pale chini kulikuwa kunaishi wanakijiji wengi sana wa Irani, na wanakijiji wale pale, mara baada ya kuona ndege mbalimbali za Irani zikiwa katika anga lile la eneo lile pale, waliingia ndani wakanyakua silaha na kuweza kujilinda, lakini pia na kujibu mashambulizi endapo lolote likatokea kwa Marekani. Sasa anga la Irani likawa limetanda helikopta za jeshi za kivita kutokea Marekani, likawa limetanda ndege kubwa za kivita, lakini pia likawa limetanda si tu helikopta za Marekani, lakini pia na ndege za Irani ambazo zilikuwa zikifanya doria na kujilinda dhidi ya kile ambacho Irani ilisema chochote kitakacho nasibishwa kuonekana katika anga lake itakuwa ni ugaidi na itakuwa ni vita halisi. Sasa ndege hizo zikaonekana angani, na kwa mujibu wa vyanzo vya taarifa karibu kabisa na eneo la tukio, linasema ya kwamba zilionekana helikopta karibu 2 za Marekani na helikopta 2 za Irani zikirushiana mashambulizi katika lile anga karibu kabisa na kile kijiji cha Irani, ambako ndiko marubani mbalimbali wa Marekani waliarifiwa kudondoka chini ama kudondoka ardhini mara baada ya ndege yao kuporomoka hapo katika eneo hilo. Hapa nilikuwa na kupatia utangulizi tu kidogo namna gani ambavyo mambo sasa hivi yalivyo kule Irani, namna gani ambavyo mambo yameibuka ghafla tu na kuwa tena si vita vya maneno, bali ni vita vya ana kwa ana, bali ni vita vya rusha ni kurushe, vita vya piga ni kupige.
Sasa hiyo ndiyo hali halisi ilivyokuwa na ilivyo kwa usiku huu na jioni ya leo. Tangu imeingia jioni ya leo, ndivyo hali ilivyokuwa pale katika ardhi ya Irani na katika anga la Mashariki ya Kati. Twende moja kwa moja kwenye taarifa yetu kuu ya siku ya leo ama usiku huu, inayomhusu Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu, lakini pia na Rais wa Marekani Donald Trump, ambapo wakati vita vikiendelea kuwa vikali zaidi na mashambulizi yakiendelea kutanda, mashambulizi ya Iran lakini pia na mashambulizi ya Marekani kule Iran. Sasa Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu bado ameendelea kuhitajia msaada na ameendelea kutafuta msaada kwa nguvu kubwa sana, kwa nguvu ambazo si za kawaida, yani nguvu nzito sana kuweza kupata msaada wa haraka, ambapo kama umekuwa ukifuatilia kwa karibu sana, Israeli amekuwa akipata mashambulizi makubwa sana, hali ambayo inapelekea Israeli kushindwa katika mwendelezo wa vita, kuhimili vita, ikisemekana kwamba Israeli jeshi lake halina uwezo wa kumudu mashambulizi mazito, halina uwezo wa kumudu makombora mazito ya Irani ambayo yamekuwa kila wakati yakikitwa katika miji mbalimbali ya Israeli, ikiwemo mji wa Haifa, mji wa Tel Aviv, lakini pia na miji mingine ambayo inazunguka nchi ya Israeli kama vile Dimona na maeneo jirani ya taifa hilo. Sasa wakati vita vikiendelea kule Irani, Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu yeye ameibuka ghafla sana na akitoa kauli, niite kauli ya taharuki ama kauli ya sintofahamu, akisema ya kwamba Israeli itaendeleza mashambulizi makali kwa Irani, mashambulizi ambayo hayajawahi kuonekana ama Irani haijawahi kuyashuhudia katika ardhi yake, akisema si tu mashambulizi ya Israeli, naomba kunukuu hapa nieleweke, ni mashambulizi ya Israeli yakishirikiana moja kwa moja na Marekani katika muunganiko, yani strikes with US coordination. Hii ina maana kwamba yani Israeli itashambulia moja kwa moja katika mashambulizi yake makubwa, lakini kwa sapoti ya Marekani, na ikiwa hiyo sapoti ya Marekani itakuwa hapo, na bila sapoti ya Marekani basi Israeli mashambulizi yake yanafeli. Ndio maana halisi ya kauli hii ya Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu. Sasa tupate kauli halisi hapa, kile ambacho alikizungumza. Naomba hapa ni nukuu ujumbe wake aliokuwa amemwandika, akisema in full coordination between me and President Donald Trump of US, we will continue to strike Iran. Israeli forces, IDF, eliminating commanders, bombing bridges, and striking infrastructure of Iran. And this campaign had hit Iran's military and industrial capabilities. So far, Israel's Air Force had destroyed 70% of Iran's steel production capacity, and that I can call it tremendous achievement against the Islamic Revolution Guards Corps, IRGC. Huo ndio mwisho wa nukuu ya Waziri Mkuu wa Israeli Bwana Benjamin Netanyahu, ambayo ameitoa kupitia ujumbe wake, lakini pia kupitia video ambayo ameituma katika vyanzo mbalimbali vya taarifa kule nchini Israeli, ikiwemo shirika la habari la Israel, yani The Israel Times, lakini pia na shirika la habari la Axios News kutokea huko Mashariki ya Kati. Sasa naomba ni tafsiri kile ambacho nimekisoma hapo kwa lugha ya Kiingereza ama lugha ya Kimombo, kile ambacho Benjamin Netanyahu amekizungumza au amekimaanisha moja kwa moja kwa fasili halisi kwa Kiswahili fasaha na adhim. Kwanza, Benjamin Netanyahu ameanza kwa kusema ya kwamba katika muunganiko thabiti kati yangu na Rais wa Marekani Donald Trump, kwa umoja wetu tutashambulia, tutafanya mashambulizi makali nchini Irani, kwani vikosi vya jeshi vya Israeli IDF limeangamiza makamanda wa Irani, limeshambulia, limekita mabomu katika madaraja ya Irani na limeendelea zaidi kushambulia miundombinu yake, na operation hii imeangamiza vibaya sana jeshi la Irani, lakini pia na miundombinu mbalimbali ya viwanda ya nchi hiyo. Na vikosi vya anga vya jeshi la Israeli IDF tayari vimekwisha shambulia na kuangamiza karibu 70% ya viwanda vya uzalishaji vya madini ya bati katika taifa hilo, na uwezo wake ambao hapa umesambaratishwa, tumeumaliza kabisa uwezo wake wa uzalishaji wa viwandani wa Irani. Na kwa hakika haya ni mafanikio yasiyokuwa na kifani katika hili kuangamiza vikosi vya jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC. Na huo ndio mwisho wa kunukuu ama kunukuu kile ambacho kimeandikwa na kunukuliwa katika vyanzo mbalimbali vya taarifa kutokea huko Mashariki ya Kati, ambapo Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameonekana bado kuhitajia msaada wa karibu na Marekani. Hii inamaanisha kwamba
anaonyesha dalili za wazi, yani ule uchawa moja kwa moja kwa Marekani, ili aweze kupatiwa msaada zaidi na taifa hilo kuweza kuishambulia Irani na kuweza kusema kile ambacho ameeleza kama ameangamiza rasilimali muhimu za Irani, viwanda, madaraja na mambo mengine. Lakini kwa kawaida ni kwamba daraja la B1 katika eneo la Karaj halikushambuliwa na jeshi la Israel IDF kama ambavyo Benjamin Netanyahu amesema. Daraja la B1 lilishambuliwa na jeshi la Marekani. Kwa hivyo Benjamin Netanyahu anajisifu chini ya mwavuli wa Marekani, chini ya vikosi vya Marekani ndio ambavyo vinampa kiburi na kuwa hapo alipo sasa hivi na kuzungumza hiko ambacho amekizungumza. Lakini pia vikosi vya Israeli havikushambulia miundombinu, viwanda vya uzalishaji wa madini ya bati kama ambavyo Benjamin Netanyahu amesema, bali walishambulia maeneo yaliyokuwa karibu na kiwanda hiko ambacho Benjamin Netanyahu amekizungumzia, na si Benjamin Netanyahu bali ni Marekani kupitia vikosi vyake. Kwa hivyo hapa bado uwezo wa Benjamin Netanyahu, bado uwezo wa Israeli ni mdogo sana kwa Irani, bado uwezo wake ni hafifu sana kwa vikosi imara vya jeshi la walinzi mapinduzi ya Kiislamu IRGC. Katika hatua nyingine, katika hatua mpya kabisa ya Rais wa Marekani Donald Trump katika mwendelezo wa vita hivi na maneno yake ambayo amekuwa akiyatamka ama amekuwa akiyasema, ni kwamba Trump akiendelea kutapatapa na kuomba msaada zaidi kwa mataifa yenye nguvu ulimwenguni kuweza kufungua mlango wa bahari wa Hormuz. Kama umekuwa mwenye kumbukumbu thabiti na umekuwa ukifuatilia pia taarifa zetu kupitia Yohoma TV, ni kwamba tulikuletea taarifa inayohusu Marekani kuiomba kiaina China kuweza kuingilia kati ili kuweza kufunguliwa mlango wa bahari wa Hormuz. Sasa siku ya leo Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba hayuko tena na dhamira ya kutegemea misaada, yani hategemei tena misaada, na bali ataufungua mwenyewe kwa mikono yake mlango wa bahari wa Hormuz, yani njia muhimu na sehemu nyeti ya kupitisha bidhaa muhimu ulimwenguni, zikiwemo bidhaa za mafuta na gesi ambazo ndio zimepelekea gharama za maisha ulimwenguni, mataifa lukuki kupandisha gharama za maisha, sababu kuu ikiwa ni bidhaa hizi muhimu na nyeti za mafuta na gesi kuwa adimu na kuadimika katika mataifa hayo kwa kile ambacho kimefanyika ufunguaji wa mlango wa bahari wa Hormuz. Sasa Donald Trump katika kauli yake amesema kwamba yeye mwenyewe Marekani ndio ambaye ataufungua mlango wa bahari wa Hormuz kwa njia yoyote ile ambayo Marekani ataitumia, tena akisema kwamba si mbali ni siku za hivi karibuni, ambapo katika ujumbe wake ambao Donald Trump ameandika, naomba hapa ni unukuu kama ambavyo ameandika, lakini pia ndio tafsiri kwa lugha ya Kiswahili, ambapo Donald Trump amesema, with a little more time we can easily open the Hormuz Strait, take the oil and make a fortune, and this will be a gasha. Ni ujumbe huo ambao ameuandika Rais Donald Trump kupitia ukurasa wake rasmi mtandao wa kijamii wa The Truth Social, ambapo ujumbe huu kwa Kiswahili fasaha nitausoma kama ifuatavyo: katika muda mchache sana, yani katika muda mdogo sana, tunaweza fungua upya mlango wa bahari wa Hormuz, tutayachota mafuta na kutengeneza utajiri mkubwa sana, na hii ndiyo itakuwa nyenzo ya utajiri mkubwa sana, yaani fursa adimu, fursa ya dhahabu kwa ulimwengu wa sasa. Huo ndio mwisho wa kumnukuu Rais Donald Trump katika mtandao wake rasmi wa kijamii wa The Truth Social, akizungumzia kauli yake hii mpya kabisa ambayo ameitoa siku ya leo kufuatia kauli zake za sintofahamu, kauli zake zisizoeleweka katika mitandao hiyo ya kijamii, akielezea matambo na kauli mbalimbali kwa Irani. Hii katika vita vyake vya hivi karibuni dhidi yake na Irani, vita ambavyo yeye mwenyewe ndio amevianzisha mapema Februari 28 mwaka huu 2026. Mambo yanazidi kuwa moto zaidi na mambo yamekuwa makubwa zaidi kwa siku za hivi karibuni, vita hivi vya Irani na Marekani. Yapi maoni yako juu ya kauli hii mpya kabisa ya Marekani kupitia rais wake Donald Trump? Mimi naitwa Chief Mkuu wa Itifaki na hii ni Yohoma TV. Twende pamoja na tuwe sawa zaidi katika 1 na 2. Pale Instagram andika Afisa3_official kwa huduma nyeti na muhimu sana za matangazo kufikia umma mwingi ama umati wa watu, ili kufikia adhima ya biashara yako ama huduma yako ama chochote kile ambacho unakifanya na unahitaji kufikia umma wa watu. Basi watu wapo huku, ni cheki pale Instagram andika Afisa3_official, tuweze kwenda pamoja katika 1 na 2. Hadi wakati mwingine, bye bye kwa hivi sasa. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.